Yes, mambo vipi? Niko na Saro TZ, msanii ambaye alitoa wimbo wa kumpongeza Wema Isaac Sepetu baada ya kujifungua mwanaye Olly Oscar. Nimeamua nije kufanya naye mahojiano ili atueleze kwa nini aliamua kufanya ngoma nzuri kwa ajili ya Wema. Mambo vipi? Salama. Uko poa? Namshukuru Mungu. Unaendeleaje? Mimi mzima. Kwa Sepetu, kwanza tunataka kujua kwa nini Wema? Wema kwanza ilikuwa inanibidi tu nifanye hivyo kwa maana ni mtu ambaye huwa namfuatilia sana, lakini pia huwa nampenda sana, na kwake ilikuwa ni kama naweza nikasema yani ni kama baraka ya kupata mtoto, so ni lazima tu niliona nifanye hivyo. Hicho ndio kilikuwa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu kama zawadi kwake, maana sina kitu kingine cha kuweza maana ni mtu ambaye namfuatilia sana, yani singeweza kukaa bila kumzawadia hivyo. Sara, hii ni ngoma yako ya ngapi unatoa? Ya kwanza. Sasa inakuwaje ngoma yako ya kwanza kwenye career ya muziki inaanza na kumpongeza Wema? Kwa nini hujawahi kutoa ngoma zingine na kwa nini ngoma hii ya kwanza imekuwa maalum kwa ajili ya Wema? Yaani hapo penyewe ndo kwa maana nilisema ilinibidi tu nimpe kama zawadi, kwa maana yani toka nimeanza kuimba mimi nilikuwa naimba mtaani, lakini nikapata nafasi ya kusikia kwamba amezaa Wema, nikaona kwamba itapendeza sana nikijaribu kumpa kama zawadi wimbo, maana sina support yoyote. Penyewe hivyo nilimuomba brother zangu fulani producer, nikamwambia idea hapa, mimi Wema ni mtu ambaye wanamkubali, naomba nisaidie nifanye hichi kitu hiyo kama zawadi, na yeye pia ndo alinisaidia nikarekodi. Na umesaidiwaje? Umetumia shilingi ngapi kwenye huo msaada ambao amekusaidia jamaa ili uweze kurekodi ngoma kwa ajili ya wewe? Sijampa hata shilingi 10. Amenisaidia maana alisikia akasikiliza pale brother, na pia brother ananikubali, ndo nikamwambia mimi na kitu hichi hapa nataka nini na kuomba, akasema yeye na noma, akanizawadia kurekodi. Ni kama ilipita kama siku moja tu na wewe ukaachia ngoma, yaani siku moja baada ya Wema kujifungua na wewe ukaachia ngoma. Ina maana ulikesha studio na producer mkitengeneza ngoma au ilikuwa? Yaani kuanzia asubuhi mpaka usiku, mpaka tukakesha mpaka asubuhi nyingine. Tulikuwa tunatengeneza tu ngoma. Ngoma imeenda viral, maana tumeona peji mbalimbali zimeposti. Je, umepata kile ambacho ulikuwa unakitaka au targeti zako hazijafika malengo? Au penyewe sijui kama target kwanza ni ipi, maana mimi target yangu ni kumpa kama zawadi kama wengine ambao tulikuwa tunasikia na kuona wanaenda kumtoa zawadi kule hospitali. Na mimi ndo kama zawadi yangu, mimi sina target nyingine, ni zawadi tu hiyo. Ndio. Labda una wish kukutana na Wema, labda umetoa wimbo kwa sababu ya kutafuta kiki ili labda Wema akuite uonane naye au kiki hamna. Na kuhusu labda kuonana naye, kwa akili yangu nahisi ni vijana wengi sana hawezi kukataa kupata fursa ya kukutana na Wema. Sio vibaya kukutana naye. Ikitokea hata amenitunuku mimi hapa kukutana naye sio mbaya, nitashukuru pia, maana mimi ni mtu ambaye namfuatilia na ni kama kipande au nusu ya ndoto yangu kukutana naye. Lakini sio kwamba kiki hamna. Okay. Sasa vipi kazi yako rasmi, yani official project ambayo una plani kuachia, labda una plani lini? Umesema una management, by the way, umesema una uongozi na nini, lakini je, huna hata ngoma lako ambalo unafikiria kwamba kama nikishikwa mkono vizuri labda mwezi fulani au mwaka huu au mwaka fulani naweza kuachia? Kwa kweli sina, labda nipate tena mtu ambaye anaweza kunisupport au brother tena, kama nikimuomba tena nisaidie, maana hata account yenyewe nilifunguliwa na brother huyo ndo akanifungulia dogo. Sasa unataka wewe wimbo utaposti wapi? Au utaenda kumpelekea Wema? Sasa kwenda kumpelekea wimbo hapa sikia ni kitu ambacho labda naweza nikasema ni kigumu. Mimi sijui kwanza anaishi wapi. Najua yupo hapa Dar, lakini sijui yupo wapi. Kwa mpaka nipate mtu mwingine mfadhili ambaye anaweza kunisaidia. Ila kwa kweli sina, na sijui lini naweza kutoa. Vipi kwa wale ambao hawajasikia hiyo ngoma, unaweza kutupa kapela kidogo? Inawezekana. Twende kazi. Leo ni furaha nyumbani, kila kona tabasamu limejaa.
leo ni siku ya wema, wacha tumsifu maana amejifungua. Ilikuwa safari ndefu yenye njia ya miba, kwa maneno machafu uliyoyabeba, machozi ya furaha yanatiririka, ukikumbuka nyuma ulivyodharirika. Kama hivyo. Okay. Naona hata kwenye live kumbe uko sawa. Yeah. Ndio. Okay. Ndoto yako kwenye game ya muziki ni ipi? Sijaelewa. Ndoto yako kwenye muziki yani ni ipi? Ni kufika mbali. Natamani sana kufika mbali, na nikisapotiwa naweza kufika mbali. Okay, na nani unahisi akikusupport utafika mbali? Yani siwezi nikajua labda ni yupi, lakini hizi lebo ambazo zipo, nikipata mtu akunisapoti, Wasafi, Konde kule huku kwa Alikiba, Mbosso, au wote ambao wana malebo, akinisapoti tu, akinishika mkono, naweza kufika sehemu. Unadhani support nzuri ni hadi kuwa kusainiwa kwenye record label yoyote, au hata tu kupata nafasi ya kufanya recording labda na Rayvanny, Aiza na Mario, Diamond, Harmonize, Alikiba na wengine, kwako unahisi ni support kubwa? Ndiyo, kufanya collab na wasanii wakubwa ni support kubwa, tena sio kidogo, lakini sasa inawezekana nikafanya nao ngoma, sijui nani atanisaidia kuipushi, ni sawa na yani ni zero. Ndio kwa maana nahisi labda nikiwa kwenye lebo itakuwa kipaumbele kwenye kufanya promo na mengine. Ndio kwa maana nimesema ikipata nafasi ya lebo ni nzuri pia. Okay. Saro ni kijana gani? Yaani Saro ni kijana wa aina gani? Saro ni kijana fulani, ni msanii ambaye anapenda sana kuimba. Siwezi kujisifu kwenye umaskini, maana umaskini sio sifa. Lakini mimi ni maskini. Ndio, na maisha fulani tu ya kawaida. Una neno gani labda kwa Wema na Whozu? Nawapenda sana, lakini pia nawatakia maisha mema, na watuletee mtoto mwingine na watatu na wanne, hata kuendelea hadi 10. Ni furaha yangu pia. Okay. Tanzania hapa ni producer gani ambaye unawaza sana labda kama ikija ikatokea chance nikafanya naye kitu, basi naamini nitatoa goma ambalo bongo nzima itasimama? Yani sio kurekodi tu, yani natamani sana kufanya collab na Stukizi. Producer Stukizi. Yeah. Zombie. Ndio. Kwa nini unatamani sana kufanya naye? Napenda sana anavyoimba mapiano, yani na mapiano ambayo nimeandika kipindi cha nyuma, ambapo nasema hii hapa siku fulani nikifika sehemu nitafanya naye. Okay. Ndio. Ugumu kwenye mziki kutoboa unahisi unatokea wapi? Ugumu kwenye kutoboa, ugumu ni mkubwa. Ugumu ni pale ambapo mara nyingi tunaamini Tanzania, tunaamini kupata chochote hadi chakula ni connection. Yes. Mimi naona ni hapo kwenye connection. Kwenye connection? Ndio. Okay. Maana kama ni vipaji vipo vingi. Connection sasa. Okay. Ndio. Neno moja kwa Tanzania. Nawapenda sana, wazidi kunifuatilia. Naitwa Saro TZ. Ndio. Okay, asante sana. Asante.